Sikiliza kinachofuata tena. Mungu amezungumza kwa upana kadhia hii ya kutoa iwe ina adabu ndani yake, akapiga mifano hii mizito. Anasema hivi, ya ayyuhalladhina amanu, nyinyi mlioamini. Si mmeamrishwa kutoa nyinyi mlioamini, si ndio? Mmeamrishwa kutoa, mkuamrishwa huko? Tumeamrishwa kutoa, tukapigiwa mfano mzuri wa kutoa. Nyinyi mlioamini, la tubtilu sadaqatikum, msizibatilishe sadaka zenu, msivunje thamani ya ile sadaka yenu ile mlioambiwa mtalipwa ngapi. Msibatilishe ile ikawa hakuna kitu. Bilmanni wal adha, kwa masimango na makero, msifanye hivyo. Maana yake ni kwamba masimango na makero yatafanya nini? Yatabatilisha sadaka zenu. Nyinyi mlioamini msifanye hivyo. Allah anatupenda. Unatakiwa ufikiri kidogo. Mungu muumba mbingu na ardhi, mkubwa mno, anasimamia mambo yake yote, ana uwezo mkubwa, anazungumza na wewe kwa huruma nyingi, kwa mifano mingi ili usikosee. Nyinyi mlioamini msiharibu sadaka zenu, zina thamani, msiziharibu. La tubtilu, msitengue, msibatilishe sadaqatikum, sadaka zenu, bilmanni, kwa masimango, wal adha, na makero, maudhi, msifanye hivyo. Kwa huruma kwenye kusema maneno hayo pia akapiga mfano huo, mfano wa kutengua. Angalia ulivyo mkubwa nao, jinsi ambavyo sadaka zitatenguka ni kama hivi. Inakujaje huko mbele haya? Kalladhi yunfiqu malahu riaa annasi, kama yule ambaye anatoa mali yake kwa kujionyesha. Maanake aliyetoa mali yake kwa kujionyesha, hata kama alisema anatoa fi sabilillah, inakuwa sio fi sabilillah, mali ile hamna kitu. Na nyinyi mkitoa kwa masimango inakuwa kama yule. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, si ndio? Wala hamuamini Allah na kuamini siku ya mwisho. Ili mali ipokewe, sharti imani itangulie, ndivyo sivyo? Kama huna imani, hata ukitoa mali zote hizo haziingii kwenye hazina ya akhera, utalipwa hapa hapa duniani. Ndio hivyo au sivyo? Ndivyo. Sasa msitengue sadaka zenu kama ambavyo itatenguka sadaka ya yule aliyetoa mali kwa kujionyesha wakati hana imani. Sadaka yako itakuwa kama ya yule, msifanane. Imekaa vizuri? Angalia, bado Mungu anataka kupiga mfano upanuke. Famathaluhu, mfano wake sadaka hii na hii sadaka yako ukiitoa alafu ukiiletea masimango, na sadaka ya yule aliyeitoa kwa kujionyesha, inavyokuwa kama nini? Famathaluhu, mfano wake huyu mwenye kutoa kwa masimango, sadaka yake ambavyo haina malipo, kamathali safwanin, ni kama mfano wa jiwe lenyewe la kuteleza. Safwan ni jiwe mtelezo. Kuna mawe fulani yanateleza sana. Huku kwetu mara nyingi yanaonekana yale madogo madogo. Unaweza ukaokota jiwe dogo dogo hivi, linateleza mno mpaka unaliona kama urembo, unaweza ukaweka nyumbani. Utafikiri limepakwa mafuta. Sawa? Jiwe lile kama limepakwa mafuta lile, kuna wakati linakuwa ni mlima mzima upo pahali. Sasa inawezekana pakawa pana mlima umetambaa, kwa mfano unaweka zako 7, 8, kumbe ni jiwe liko hivyo huku chini. Umeelewa? Kamathali safwani, kama mfano wa jiwe jabali, mlima ambao ni mlima mtelezo, alaihi turabun, juu yake kuna mchanga. Eka zako 8 zile au 10, kumbe ziko juu ya jiwe la kuteleza, lakini zimefunikwa na mchanga. Umeelewa? Wewe unatembea ukipiga jembe hujafika chini vizuri. Ukipiga jembe umefikia mbegu, kumbe zote mbegu umezifukia juu ya nini? Juu ya jiwe. Mungu ana huruma. Anapiga mfano mkubwa sana. Eka zako huko
ulilima na trekta, kumbe pale vile ukilima na trekta umeshalima mwanzo, ndo mchanga umeusambaza mpaka umebakia kiasi cha hapa tu, sawa hapa. Sasa kuna wakati unafikia kijembe cha kuingiza mbegu, si ndio hivyo? Hujafika chini, hujui kama ni jiwe. 15 20 eka ziko juu ya jiwe, pamefikiwa mchanga. Kwa hiyo umemwaga mbegu mote, kumbe juu ya jiwe. Tena jiwe lenyewe la kuteleza, sio jiwe laini. Labda jiwe laini, mnajua hata mizizi ya mti inaweza ikapenya penya baadhi ya nyakati, si ndio? Lakini hili jiwe la kuteleza, jiwe gumu la kuteleza, mchanga uko juu, alaihi turabun fa asabahu wabilun, huo mchanga huo au jiwe hilo likapigwa na mvua kubwa. Baada ya kuwa ushapanda mbegu, mvua kubwa ikaja. Mvua kubwa ilipokuja, imechukua maji kule, ikapita pale juu ya mbegu zako zile. Fatarakahu salda, ikaliacha jiwe jeupe. Mchanga wote umechukua mbegu zote, umechukuliwa na maji, hapana kitu. Ndio unakuja kustuka, kumbe nililima juu ya jiwe. Inaeleweka? La yakdiruna ala shay'in mimma kasabu, watakuwa hawawezi kufanya chochote wale kwa kile ambacho wamekichuma. Wamechuma mali zao, wakazitumbukiza pale, wakazipanda juu ya jiwe. Imekaa vizuri? Jinsi ambavyo huyo anapata hasara hii, havuni kitu, ndio yule anaambiwa usibatilishe sadaka yako ambayo ingetoa mashuke 7 ikatoa punje 100 kwa kufanya masimango. Inakuwa kama huyo aliyelima juu ya jiwe. Atavuna kitu huyo, na wewe uvuni kitu. Tuko vizuri? Kwa hiyo usibatilishe sadaka zako kwa masimango na maudhi. Kuwa makini, nyi mlioamini msifanye hivyo. Mwisho, wallahu la yahdi alqauma alkafirin, na Allah hatowaongoza watu waliokufuru. Ya Allah, la yahdihim, hawaongozi. Anawaongoza wapi? Anawaongoza waliokubali. Akili ya kifedhuli inasema hivi, huyu aliyekufuru si ndio alikuwa anahitaji kuongozwa? Huyu si ameshakubali, anaongozwa nini sasa? Inabidi utulie kidogo. Kwani kukufuru ni nini? Kukufuru ni kukataa, ni kupinga. Sasa uongozwe nini na wewe unapinga? Aliamini, amekubali. Akishakubali sasa anaambiwa pita hapa, anapita, si ndio hivyo? Huyo anaambiwa pita hapa, mimi sitaki. Sasa aongozwe vipi? Aongozwe tena, wanaachwa, nenda unakotaka. Imekaa vizuri? Isikilize vizuri inavyowekwa sawa hiyo. Allah anasema hivi katika Suratun Nisa, aya kama mnaijua nyinyi mtaiangalia. Suratun Nisa inasema waman yushaqiqi rasula. Usifunue sasa hivi hapa, twende na mtiririko huu, nitakutafutia ni baadaye utaipata. Au mashekhe anaweza akaiangalia mara moja hapa akakwambia ni baadaye aya ngapi. Msifungue, mtababaika. Waman yushaqiqi rasula, mwenye kumpinga mtume akaenda kinyume naye tu, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya mwongozo umekwisha kaa wazi, unaeleweka, ndio kufuru hiyo. Sasa hiyo ndio kufuru hiyo. Unapinga tu kitu kimefahamika, unapinga. Min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabili almu'minin, akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Allah sasa anachomfanya huyo, nuwallihi ma tawalla. Allah anasema tunamwacha elekee huko huko, kama vile tunamgeuza huko huko alikoelekea. Hawezi kurudi huko, haongozwi tena huyu, anaachwa hivyo hivyo alichoamua. Kwa nini? Kwa sababu alikwisha muona mtume anachosema na akamuelewa, kiko wazi. Njia ya waumini hii hapa inaeleweka, anaipinga. Sasa aongozwe vipi? Anaongozwaje? Hebu niambieni. Umeelewa au bado? Umeeleweka? Kwa hiyo anaposema Allah wallahu la yahdi alqauma alkafirin, Allah hawaongozi waliokufuru, maana yake ni kwamba hawataki kuongozwa. Mtu aliyenyoshewa mkono na Mungu akasema niache kwanza,
Sasa afanyweje huyo? Njia hii hapa, acha riba wewe. Njia ni niache kidogo nimalize. Nenda unakotaka. Ndio ile wanasema mwana akililia wembe mpe. Unaona kama inatesa hivi. Wewe utakukata. Hebu mwachie kidogo. Hata kufa mwachie. Tayari achiki tena huyu. Basi ataelewa tu. Ingekuwa labda anaweka shingoni unasema hapana usimwachie. Lakini hapa kidoleni tu, mwache kidogo, ameng'ang'ania sana uasikii. Anaachwa kidogo, damu inatoka, damu. Wewe uliambiwa mapema, utaki. Sawa sawa Kuna wakati daga inafundisha. Daga, kullu daga bitalim. Kila kipigo kinaongeza maarifa kidogo. Ama sivyo? Kwa mfano ulikuwa umo ndani unatembea, wale wanaotembea kwenye mapango kuna wakati mwingine wanakwenda giza sio? Giza kidogo, kitochi hakitoshi vizuri, giza limekuwa nene mpaka ile kitochi alichonacho hakimpi mwanga vizuri. Sasa ametembea akajigonga kichwani, hapa pako chini hapa. Atainama kidogo, anaendelea kwa kuinama, anajigonga tena, ameinama zaidi, anajigonga tena, ngoja kwanza, inaonekana hapa pamekaa hivi. Sasa huku unakokwenda wapi? Umeelewa? Maana kama kumekaa hivi tayari huko unakokwenda, kila ukienda si utajigonga tena. Kila ukijigonga unainama, kila ukijigonga zile daga zile zote zimempa maarifa. Bwana huko akuendeki tena, hebu mulika vizuri. Akimulika kweli mpaka anafika njia akipitiki, turudi. Kwa daga, kuna wakati unapata daga kidogo, unatia akili, na Mungu huzileta baadhi ya nyakati hizi, sio adhabu. Hizi ni kupendwa. Mtu haelewi, haelewi, anaona kila kitu anaweza. Mungu anamwambia ngoja kidogo nikunyang'anye hapa. Chap. Akimnyang'anya, ya Rabbi, amekaa sawa huyu. Shaelewa sasa kama yuko Mungu mlezi anayesimamia. Sawa wallahu la yahdi alqauma alkafirin, na Allah hawaongozi watu walioamua kukufuru moja kwa moja, anawaacha kama walivyo. Wameshaamua kupinga hawa, kama mtu ameteleza anaongozwa, lakini akishaamua ni mpinzani anaachwa. Kwa hiyo mpaka sasa ujumbe ulikuwa unatoa taarifa, msibatilishe sadaka, kwa sababu sadaka zina fadhila kubwa. Sikiliza aya inamalizia kwa sura hii. Wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum, na mfano wa wale ambao huzitoa mali zao, ibtighaa mardati llahi, kwa ajili ya kutaka radhi za Allah, lengo lao kumridhisha Allah. Wanatoa wapate kumridhisha Allah, ndivyo alivyoagiza, sio? Watathbita min anfusihim, na kutia imara, kuimarisha mioyo yao, nafsi zao. Wanafanya vile katika kuimarisha nafsi zao, wanafanya uimara wa nafsi zao, wanafanya vile ili waimarike kwenye kutii amri za Allah. Hawa, sikiliza mfano wao nao. Kamathali jannatin, inakuwa ni kama mfano wa shamba, birabwatin, liliko katika nyanda za juu, kama hapa Iringa Dabaga kule. Sasa Dabaga kule ambako kuna nini kule? Asabaha wabilun, shamba hilo limepigwa na mvua kubwa. Dabaga, alafu mvua imenyesha nzuri, sio kwenye ardhi ya mawe. Sawa, iliponyesha mvua nzuri, faatat ukulaha dhifain, shamba hilo likatoa mazao yake dabo, wingi tu, kwa wingi, mara nyingi tu. Kama sehemu nyingine ilikuwa unavuna hiki, umevuna mara 2 yake. Sawa. Kwa nini? Liko nyanda za juu bwana, liko kuzuri, hali ya hewa yake ni nzuri, na mvua imenyesha. Fa in lam yusibha wabilun, kama hilo shamba halikupigwa na mvua kubwa, kwa sababu liko nyanda za juu, lakini mvua haikuja kubwa, fatallun, hata unyevu unatosha. Dabaga kule, hata ile ukungu tu ule ukinyesha ile, bado watu wanavuna kule, si ndio kulivyo kule? Kuna wakati mvua inanyesha nzuri, wanavuna,
na hata unyevunyevu tu ikipiga inahitaji manyunyu, yanaitwa fatalun, manyunyu tu, yakipiga ile manyunyu pia wanavuna hivyo hivyo. Kwa hiyo mfano wa mtu aliyetoa mali zake na juhudi zake katika njia ya Allah na lengo la kumridhisha Allah na kuwa na kutia uimara nafsi, huu mfano wa huyu kuvuna kwake ni kama mfano wa shamba liko nyanda za juu, liko juu kule shamba hilo, ambako mvua alafu imenyesha kubwa, litavuna shamba hilo, mtu atavuna kwa kiwango kikubwa. Kama haikunyesha mvua kubwa, fatallun, hata manyunyu yanatosha, kwa sababu ardhi yenyewe iko sehemu nzuri. Wallahu bima ta'maluna basir, na Allah yale mnayoyafanya anaona. Fanyeni hivi, toweni kwa kumridhisha Allah, toweni kuimarisha nafsi zenu kutii amri za Allah. Mkitoa msisimange, mtabatilisha sadaka zenu. Mkitoa msiudhi, msiogope ufukara. Allah ni tajiri, unachotoa anarudisha. Sasa imekaa vizuri haya? Ewa, niishie hapo. Nilisema nitazungumza kipengele cha kwanza hiki, inshallah tukikutana tena tunamalizia vipengele vingine vinavyohusiana na umuhimu wa kutoa katika njia ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.